Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakewe TV. Wakili msomi kutoka nchini Tanzania si mwingine ni Boniface Mwabukusi ameandika mambo mazito kupitia kurasa wake wa Twitter kuhusiana na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Joseph Pombe Magufuli. Nataka nikusomea ujumbe ambao aliweza kuandika katika mtandao wa Twitter kuelekea kwa John Pombe Magufuli. Zawadi kubwa na urithi wa kipekee uliotuachia hayati John Joseph Pombe Magufuli ni ile hali ya jeuri ya kizalendo kwenye rasilimali zetu za asili na sheria na tano na sita zinazohusu ulinzi wa rasilimali asilia pamoja na utatuzi wa changamoto za mkataba kuhusu rasilimali za asili. Uandishi wa kizalendo wa sheria zile na utekelezaji wake hata ungezingatiwa kwa 50% tu, baada ya miaka 25 tungekuwa na taifa jingine kabisa katika ufaidi fursa za uwepo wa rasilimali zetu hapa nchini Tanzania. Uandishi wa kizalendo ambao unasababisha kila nikisoma sheria zile nashindwa kuelewa ni kwa nini zinapuuzwa, kwa nini hazingatiwi. Ni sheria maridhawa sana kujenga tabia na desturi za kuheshimu sheria na kulinda rasilimali zetu za asili. Kwa kuwa matumizi na uwekezaji sahihi, tunayo kila sababu ya kutoka hapo tulipo. Hatuko hapa kwa sababu ya mabeberu au ukoloni mambo. Leo tupo hapa kwa ajili ya kwa hiari na uzembe wetu wenyewe. Kwa hili wazalendo na wanajumuiya wa Afrika wataendelea kukumbuka daima. Hayo ni maneno ambayo Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter kumwish siku yake ya ambayo John Pombe Magufuli aliaga dunia. Ilikuwa tarehe 17 Machi mwaka 2021 ambapo aliweza kuaga dunia. Watu wamekuwa na maoni tofauti katika sehemu ya maoni. Hapo namuona wa kwanza anaitwa Mkindiko, anasema alipiga vita na watu wengi, lakini alijaribu kutuheshimisha taifa letu. Alianza kutengeneza taifa la watu jasiri na jeuri katika kulinda nchi na rasilimali zake. Leo nchi imepigwa mnada ndani ya miaka 4. Wageni ndio wanamiliki nchi, wazawa wamegeuka kuwa manamba kisa rushwa. Lakini Jimmy anasema Tanganyika ishakabidhiwa mikononi mwa walanguzi, kinyume kabisa na matarajio ya muasisi wetu JK Nyerere. Kwa sasa kila mtu anayetaka kuhodhi madaraka anajilimbikizia mali kama zote kupitia huko kwenye kupuuza sheria. Finally tunaingia mikataba mingi ya hovyo yenye kuwanufaisha wachache. Lakini Musa Abdubakar anasema hawa wanaotengeneza mikataba mibovu kwa sasa na kugawa rasilimali zetu kwa wengine, wakiwemo katika serikali ya awamu ya 5 au kila awamu inafanya hivyo. Magufuli alikuwa mzalendo kwa kweli, na alikuwa anachukua kwa uchungu wa ugumu wa maisha, sababu alikuwa anachukia uchungu wa ugumu wa maisha kwa sababu alishapitia akaumizwa na maziwa mfulu na maziwa mfulu na ntonga. Lakini pia Mr. IQ anasema mwamba aliupiga mwingi sana kwa sababu ya taifa lake. Wahenga walisema vyema vyenye vinaishi, vibaya vinabaki. Mungu ailaze roho
yake mahala pema peponi daima, tutakukumbuka. Palamasi anasema na hatuwezi kuzienzi kwa kuheshimu sheria hizo kama tutaendelea kuongozwa na CCM. Lakini Babu JJ anasema Mwamba alipigania na akasimamia kwa dhati kabisa rasilimali za nchi. Unlimited Mind ameongezea kwa kusema pamoja na hayo yote, lakini kwa nini watu wapotee? Unalinda rasilimali za nini kama wananchi wako wanapotea na kuumizwa? Hizo rasilimali ni kwa ajili ya kina nani? Baraka Maugo anasema hatuko hapa kwa sababu ya mabeberu au koloni mambo leo, tupo hapa kwa yale na uzembe wetu wenyewe. Amenukuu maneno ya Boniface Mwabukusi. Lakini Mpapa Media anasema right, ningekuwa rais hizi sanamu anazivunja historia ya utumwa ama shuleni futwe image saikolojia ya watu na vijana wote wanaomaliza elimu ya kidato cha 4 wapite VETA kwanza, hata kwa ufaulu kwenda 5 na 6. Sheria ya kukodisha ardhi ningeweka chini ya jeshi. Lakini Bariki Hingo anasema sheria na katiba Tanzania inabana tu watu wa hali ya kati chini na kawaida, ilhali kwa wenye vyeo, madaraka na pesa inaenda kinyume chake. Hivyo kwa kuacha misingi ya sheria kama taifa, imechochea viongozi wetu kuacha uzalendo na kujilimbikizia mali. Lakini Edina anasema True Talk RIP Magu. Lakini Magunja anasema hizo hoja nzito zenye mantiki kwa nini hazijaelezwa mahali zimeachwa tu zinaelea. Lakini Tanganyika anasema form 4 division 4 ya Tanganyika ndio form 5 division 1 ya Zanzibar. Lakini Shebi Kadume anasema kwa kweli mtumishi. Lakini Dupa anasema viongozi ambao ni madalali au matapeli ni hatari sana. Lakini Elisabio anasema mazingatio muhimu. Lakini the LOM anasema ukweli mtupu. Lakini Dr. Eli anasema itafahamika. Lakini Enoch anasema JPM was no time to waste, means only hard worker accounts and he was open mind president. Lakini Nimo anasema lest is a John. Dennis anasema kwa sasa kama wewe ni mkuu wa TLS serikali unakuwa nayo kwenye vikao mbalimbali, unatekeleza ili zawadi ndio tuachie Magu. Lakini Amani anasema hapo unataka utuambie waliopewa mamlaka ya kusimamia sheria haziheshimiwi. Nani wa kulaumiwa? Kwa maana nyie hamna uzalendo kwenye nchi. Is the thinking selfish? Lakini Victor is coming this year anasema una wajibu wa kutumia nafasi ulionayo. Haukuja kwa bahati mbaya bali kwa mpango wa Mungu kuhakikisha rasilimali zetu za Tanzania hazichezewi wala kugawiwa Waarabu na ukoo zao kwa manufaa ya watu wachache. Lakini Chepe anasema unashindwa kuelewa ni kwa nini zinapuuzwa. Kuna siku tutaelewa basi. Lakini Fedelis anasema kauli yako ulikuwa ukituambia siku zote ni kuwa ukiwa kiongozi hauongei tena, ni unatenda. So nafikiri hapa bado unaongea na kukulalamika mheshimiwa. So tunaendaje kwa nafasi yako? Asante. Hayo ni maneno ambayo Fedelis ameweza kuzungumza. Lakini watu pia wameweza kutoa maoni kama walivyosikia. Lakini wa mwisho kabisa anaitwa Hamisi amesema nafikiri iko haja ya Watanzania sasa kupewa elimu juu ya umuhimu
wa hizi rasilimali, kwani kuna sehemu kibao na hadi leo kuna utajiri mkubwa, lakini serikali imefumba macho. Mfano Ikwilili, kuna sehemu inaitwa Nyambele, kuna utajiri wenye thamani zaidi ya bilioni 20. Hayo ni maneno ambayo watu wengi wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter kwenye maoni, ambapo watu wameweza kufunguka mambo kadha wa kadha, ambapo chapisho la Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa mawakili Tanganyika, ambapo aliweza kutoa salamu za rambirambi kwa hayati John Joseph Pombe Magufuli. Hii ni KOA TV, tafadhali subscribe na turn on notification. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza ukasubscribe, lakini pia unaweza ukashusha maoni yako katika sehemu ya kuandika maoni. Jina langu ni D wa KOA TV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.